Katika video iliyopita tuliweza kuzungumza swala zima la rangi ya kijivu pamoja na maana yake na matumizi yake kwa ujumla. Lakini pia tuliweza kueleza aina hii ya rangi hii ya kijivu unaweza kuivaa kuendana na aina ya mazingira gani na sehemu gani unaweza ukavaa aina hii na ukaweza kutoka katika sehemu gani au unaweza kwenda mahali gani. Lakini pia tuliweza kueleza kwamba aina hii ya gauni ni moja au aina hii ya mshono ni moja, kwa sababu sio wote ambao wanapenda magauni. Wako wengine ambao wanapenda sketi, wengine wanapenda suruali. Kwa hiyo pia tukaeleza kwamba ni moja ya dress code nzuri sana ambayo unaweza kuichukua wewe ukaweza kuivaa wakati wa kazini. Lakini pia rangi hii tukaweza kuielezea kwamba ni rangi ambayo unaweza kuivaa nyumbani kwa sababu ni rangi ambayo inapunguza joto, kwa sababu sasa hivi ni msimu wa joto. Kwa hiyo ukiweza kuvaa aina hii ya rangi ukiwa nyumbani, either ni gauni, either ni shati au ni suruali, unakuwa huru, lakini pia unakuwa ni mtu ambao unajisikia amani, kwa sababu ni rangi ambayo ni utulivu, lakini pia ni rangi ambayo ina amani. Lakini pia katika video iliyopita tuliweza kuchanganua maana halisi ya rangi ya kijivu, lakini pia tukaweza kuangalia na matumizi yake kwa ujumla. Na tuliweza kuangalia kitu ambacho kinaitwa utulivu wa rangi hii. Tuliweza kueleza katika video iliyopita, tuliweza kueleza ustadi wa rangi hii. Tuliweza pia kueleza natural ya rangi hii pamoja na tukaweza pia kuangalia swala zima la simplicity. Zote tuliweza kuzieleza katika video iliyopita. Kama bado haujaona au bado ndo mara yako ya kwanza kuangalia video hii na unatamani kujua maana ya rangi hii ya kijivu ikiwa na matumizi yake, unaweza ukarudi nyuma ukaangalia katika video iliyopita. Niliweza kueleza na kufafanua vizuri kabisa kuhusiana na swala zima la rangi hii ya kijivu. Katika video hii ambayo tuko nayo sasa hivi tutaweza kuchanganua jinsi gani ya kuunda mtindo huu wa rangi hii ya kijivu na rangi yake kwa ujumla. Tumeshaivaa lakini tumeshaiona, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tutaieleza kama mambo ya pambo na mambo ya vazi hili kuwa ni moja ya vazi la usiku. Hayo yote tutaweza kuyaeleza siku ya leo. Kwa majina naitwa Latifa au unaweza ukaniita Madam T. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, naomba chukua dakika yako moja tu kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya hii video, ili uweze kupata elimu ya kuhusu mitindo, elimu ya kuhusu mavazi ya kisasa pamoja na mavazi ya kizamani, au tunaweza tukasema mavazi ya kijadi, mavazi ya kiutamaduni, mavazi ya kimila, yote tunakuwekea hapa ndani ya TZ Fashion. Na tukianzia moja kwa moja na kuangalia mitindo ambayo tutaweza kuieleza siku ya leo, kuichanganua undani wake kabisa zaidi, tutaanzia kabisa mwanzo kabisa. Tutaanza na mavazi ya ofisini, lakini tutaenda pia kuangalia mavazi ya kila siku, tutaenda kuangalia mavazi ya msimu na mifuko ya mishono, tutaangalia pia siku ya leo. Tutaweza pia kuangalia swala zima la mapambo na vazi la usiku. Hayo yote tutaweza kueleza siku ya leo kwa kuweza kujua aina hizo za mitindo, ambayo aina hizo za mitindo zote ni pambe mpendwa wangu, au sio pambe jamani? Mishono yote ni pambe ambayo nimeweza kukuwekea hapa siku ya leo. Nataka sasa twende moja kwa moja kuanza kuchambua. Sehemu ya kwanza ya vazi hili ni vazi la ofisini. Vazi hili linajulikana sana, ni moja ya vazi la rangi ya kijivu, lakini ni vazi ambalo lina umaarufu mkubwa sana kwa sababu mtu anaweza kuvaa aina hii ya vazi kwa labda anaweza akavaa labda mfano wa sketi, anaweza pia kuvaa mfano wa t-shirt akiwa ofisini, lakini pia anaweza kuvaa gauni, anaweza pia akavaa jeans. Zote hizo ni moja ya mavazi ya ofisini, japokuwa sidhani kama ofisini kuna watu ambao wanaruhusiwa kuvaa jeans. Sana sana unaambiwa uvae suruali ya kitambaa. Lakini kama ofisini kwenu nyie hakuna dress code, pendelea pia
kuweza kusema kwamba ili vazi ni moja ya dress code katika ofisi ambayo wewe unaenda, kwa sababu sio wote ambao wanakuwa na uniform. Kwa hiyo unaweza ukachagua moja kuwa hii. Tukienda katika mavazi haya kuwa ni mavazi ya kila siku, ni mavazi ambayo tunayaona watu wanavaa kila siku. Kwa mfano, tunaona masweta, watu wanavaa masweta ya rangi ya kijivu. Tayari tumeshaona jeans za rangi ya kijivu, na hizo ndio best. Naweza nikasema kwamba hizo suruali ndio suruali ambazo zinapendwa sana, sio kwa wanawake, sio kwa wanaume, zote wanakuwa wanapenda. Lakini pia aina hii unaweza pia ukavaa kama mfano wa t-shirt, tumeshashuhudia. Na hizi zote ni moja ya starehe za nguo. Kuna wale watu ambao wanapenda sana kuwa na nguo, yani kupenda sana kuvaa nguo. Kwa hiyo wanaweza wakachukua, hii ni moja kama ya starehe. Tukienda sasa katika moja kwa moja katika msimu, mavazi haya huwa yanakuwa na msimu wake. Kwa mfano, makoti tunaona pia viatu vikiwa vya rangi ya kijivu. Tayari pia tumeshaona mashati, t-shirt yakiwa yana rangi ya kijivu. Tukienda kuangalia swala zima la mifuko, mifano ya mifuko, unaweza ukachukua rangi hii kuwa ni moja ya misingi katika mifuko. Kwa mfano, unaweza ukaleta mshono wako wa kipekee, ukaweka mifuko yako ya kisasa ili kuleta mvuto wa kipekee sana. Tukienda kwenye sehemu ya mapambo au kwenye sehemu ya vifaa vya mapambo. Pambo ni kama vile, hivi ni vifaa, sio pambo, ni vifaa. Kwa mfano, unakuta kwamba kifaa kama vile cha mkanda ni moja ya kifaa cha kuleta pambo zuri. Lakini pia katika viatu tumeona vinaweza kuwa ni moja ya vitu vya kipekee sana. Lakini pia vile vile aina hii ya rangi hii ya vazi hili la rangi ya kijivu unaweza kuunganisha na rangi nyingine mbalimbali, rangi nyeusi, rangi nyeupe, unaweza ukamatch pamoja na nguo hii au rangi hii ambayo ya kijivu ambayo tuko nayo hapa siku ya leo. Tukienda moja kwa moja kumalizia sehemu yetu ya mwisho ambayo ni vazi la usiku, lina mvuto wa kipekee sana unapokuwa unavaa kwenye swala zima la usiku. Maybe umealikwa, au ni shughuli yako mwenyewe, unaweza ukawa ni moja ya dress code na ukasema kwamba kwa sababu ni moja ya nguo ya ufahari, au tunaweza tukasema ni nguo ya kisasa, kwa hiyo unaweza ukawa hii ndio moja ya dress code yako nzuri katika sehemu yako labda ya usiku, mwaliko, au ni wewe mwenyewe, ni party yako, iwe ni birthday au bridal shower na kila kitu. Pia unatakiwa kuangalia kitu kimoja, kuna rangi ambazo zinapendeza sana ukiweza kuchanganyia na rangi hii ya kijivu. Kwa mfano, kuna rangi kama nyeupe unaweza ukachanganya na rangi ya kijivu, lakini kuna rangi nyekundu, pia kuna rangi ya blue, zote hizo unaweza kuchanganya na rangi ya kijivu, rangi kama ya zambarau, rangi kama ya kijani, hizo unaweza kuchanganya na rangi ya kijivu. Kwa ujumla rangi ya kijivu ni moja ya rangi ya kipekee sana, na ni rangi ambayo inakuwa na mvuto na unaweza kushona mitindo ya aina yoyote. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi, na wapenda sana vipenzi vyangu, na I hope mtakuwa mmeelewa vizuri sana kuhusiana na swala zima la rangi hii ya kijivu. Kama una changamoto yoyote unaweza kuniandikia comment hapo chini, na mimi nikaweza kujua au kuweza kuendelea kupata mishono yetu aina nyingine. Asanteni sana, niwatakieni siku njema.